kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai anaowajalia ndani ya familia yao. Wanaombea watoto, wajukuu, vitukuu, ulinzi wa Mungu ndani ya familia, baraka, neema, na Mwenyezi Mungu aweze kuondoa magonjwa kwenye familia. Wanaombea wasafiri wote waweze kufika salama. Imeombwa na familia ya Maria Mbando. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, afya
zetu tupate kusafirishwa kwa dirisha la Mungu mtakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi
hata
wakaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, isipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, wale wao hawamjaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa kitazama hawaoni, hawakisikia hawasikii, wala kuelewa. Neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii mema, na macho yao yamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia, nabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia, naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara kuchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa hazai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo, yeye ndiye azae matunda, huyu 100, na huyu 60, na huyu 30. Injili ya Bwana. Sifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Karibuni tutafakari neno la Mungu tulilosikia katika Dominika hii ya 15 ya mwaka wa Kanisa. Katika msingi wa yote tuliyoyasikia ndipo neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo Mzaburi analiita taa ya miguu, mwangaza wa njia. Neno la Mungu ambalo linatujia sisi kila wakati tunaposoma katika maandiko matakatifu na kulisikia
kusikia katika mahubiri na mafundisho. Somo la kwanza cha nabii Isaya, Mungu anazungumza juu ya neno lake. Anatumia mfano wa mvua ama theluji kuzungumzia neno lake. Katika somo la Injili, Yesu Kristo mwenyewe anatoa mfano huo wa mpanzi, na neno la Mungu analifananisha na mbegu. Limefananishwa neno la Mungu na mvua na theluji kutuonyesha ujio wake, kwamba linashuka kwetu. Na Mungu anasema kama mvua inavyoshuka na theluji, navyo havirudi huko vilikotoka, bali vinabaki hapa katika nchi kuweza kuinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ndivyo litakavyokuwa neno lake linalosema, neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa nini? Neno hili kwa uhakika litatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa nini kwa uhakika? Halitarudi bure, bali litafanikiwa. Linafanikiwa sababu kwanza ni neno la Mungu, lakini kwa mifano ambayo inatumika hasa kwa mfano wa mbegu, ndivyo ilivyo mbegu. Mbegu kimsingi inabeba ndani yake kila kinachohitajika kutoka ndani kwa ajili ya ule mmea. Mbegu katika udongo wake tunaweza kusema inao ule mmea mzima katika hali yake ile ya mbegu, ina mmea mzima ndani yake. Mbegu inahitaji tu ipate mazingira sahihi, maana ardhi, hali ya hewa, maji na kadhalika, basi utaona maajabu yake. Lakini ikikosa hivi vyote, inaweza ikabaki tu hivi, ikaibakiwa tu hivi kwa muda tu wa kutosha. Chukua mbegu za mahindi ukaziweka kwenye kontena ukazihifadhi ndani, huwezi ukauona mmea wa mahindi hata siku moja. Mbegu inahitaji ipeleke mazingira sahihi ili iweze kuzaa matunda yake, iweze kwanza kabisa kuleta ule mmea katika uhalisia na kisha kuzaa matunda yake. Lakini ule mmea wenyewe uko ndani ya ile mbegu kabisa, haihitaji kuongezewa chochote baadaye. Kristo anatoa mfano, na mara nyingi anazungumza na watu kwa mfano, lakini si mfano yote anaifafanua. Mfano huu ameuelezea vizuri sana kwa mapana na marefu. Bila shaka akitaka kutuambia kwamba mfano huu ni kama ufunguo wa kuielewa mifano mingine yote anayoifundisha au anayoitumia, kwa sababu hapa na kitu cha pekee anachosema nabii Isaya katika somo la kwanza, kwamba mbegu, nasema mvua inakuja na kurudi, ndio neno la Mungu ambalo litafanikiwa kwa uhakika, halitarudi bure, litatimiza mapenzi ya Mungu. Inamaanisha kwamba hicho kinachokuja kimekamilika, lakini udhaifu wote, hakuna shida yoyote na hicho kinachokuja. Hicho kinachokuja kama kusema katika kuelezea mbegu, inahitaji tu kukutane na upande wa pili, kitu sahihi, alafu basi mafanikio yanatokea. Ndio maana bila shaka mfano huu ambao unatoa Yesu kama jibu kwa maswali ambayo yanawezekana yaliulizwa, atuambie basi kwamba kulikuwa na swali inawezekana yaliulizwa ama waziwazi au mioyoni mwa watu waliuliza, pengine wafuasi wake, wanafunzi wake, kwa sababu tunajua mara kadhaa Yesu alijibu maswali ambayo hayakuulizwa kwa sababu
kwa mdomo. Yesu aliyasikia maswali wanayojiuliza moyoni. Ndio maana anawaambia, kwa nini mnawaza hivi mioyoni mwenu? Kwa nini mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Jambo hili liko hivi na hivi na hivi. Hakusikia wakitamka kwa vinywa vyao, ila aliwasikia wakijiuliza mioyoni mwao, na yeye anawatolea majibu sio moyoni mwake, bali kuwaeleza kwa maneno yao. Yawezekana walimuuliza, sasa mwalimu au Bwana, kama kweli injili yako, mafundisho yako ina uwezo mkubwa kiasi hicho, kwa nini basi maisha ya wale wanao yapokea mafundisho yako si yote yamebadilishwa? Umefundisha sana kwa mambo mengi, lakini kwa nini si kila mtu amebadilika? Kwa nini si kila mtu amekuwa mwema baada ya kusikia kufundisha na kuonya na kukemea? Jibu la Yesu ni kwamba imetokea, ila si kwa sababu kuna shida upande wangu, ila upande wao wanawasikia, kwa sababu haihitaji tu uwezo mkubwa na wa nguvu wa neno langu, lakini pia ushirikiano wa yule anayepokea, ushirikiano wa yule anayesikiliza. Hayo mawili yakikutana pamoja, kuna moto utawaka, lakini si moja peke yake. Moja peke yake hataweza kufanya jambo lolote. Mungu katika uwezo wake na ukuu wake wote halazimishi chochote. Ndio maana Mtakatifu Agustino anasema Mungu amekuumba bila wewe kutaka, lakini kukukomboa hawezi bila wewe kutaka, bila ushirikiano wako na neema yake. Lazima hivi vitu viwili vikutane pamoja, ndipo matokeo yaweze kutokea. Kwa sababu hiyo Kristo anatoa mfano huu. Kuna vitu vitatu anayotumia. Kwanza yuko mpanzi, huyo mtu anayeenda kupanda mbegu. Alafu kuna mbegu zenyewe anazo huyo mpanzi, anaenda kuzipanda. Na tatu, kuna pale mahali mbegu zinapoangukia. Ni wazi kwamba mpanzi hana shida yoyote, hana udhaifu wote. Mbegu kama mtayari nimeshazielezea mwanzoni, ziko sawa kabisa, hazina shida. Na ndio maana mbegu zile zilipoanguka tu kwenye udongo mzuri, udongo ulio sahihi, tunaambiwa zikazaa 160. Mbegu zile hizi zilizoanguka kwenye udongo mzuri hazikuwa mbegu za tofauti. Hakwenda kusia huko kwenye miamba na njiani mbegu mbaya, na kwenye udongo mzuri mbegu zilizokuwa bora zaidi. Mbegu zilikuwa ni zile. Shida ni pale zilipoangukia. Na Kristo hatoi maelezo yao kuishia, anasema anafafanua vizuri mpaka mwisho. Mpanzi bila shaka ni yeye, Mungu mwenyewe, kwa njia ya Kristo, kwa njia ya Mtakatifu, vyovyote vile yeye ni mpanzi, na mbegu ni neno lake. Lakini sasa pale mbegu zinapoangukia ni moyo wa mtu, moyo wangu, moyo wako, ndipo mbegu zinapoangukia. Swali la kuondoka nalo, mimi moyo wangu ni udongo wa namna gani? Madongo mengine ni magumu, mbegu inaangukia pale, inagonga inadunda kama tenesi, inaondoka. Haiwezi hata kutua na kukaa, achilia mbali kuweza kuchipua na kufanyaje, hata kukaa haikai, sababu udongo hii gumu kama ni mbegu inakuwa inagonga, inaondoka. Mimi moyo wangu ni udongo wa namna gani? Tunapokuuliza swali hilo, usiende mbali sana, wala sio kwamba swali
hili kama injili hii, sehemu ya injili inahusu mambo ya huko nje na ile siku ya maisha, ndiyo pia, lakini tuanzie tu hapa tangu misa inapoanza, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu anaanza kuzungumza. Moyo wangu upo katika hali gani? Ni wa namna gani? Inawezekana ndio wakina sisi wengine mioyo yetu ni njiani. Bahati nzuri kanisa letu ni mara kwa mara kwa ndege zinapita, labda ndio wanakuja kuzila Yesu Kristo, ndio ndege wanakuja kuzila hizo ndege, sababu wengine mioyo yetu ni hiyo, ni njiani. Ndege ya Mungu inaanguka, sijui kama mpaka sasa hivi bado au shalimu. Mzee jirani yako ndege ashapita hapo, hakuna kama misa inaanza sasa hivi mtaenda kwa saa. Zikana ndege ashapita, wameshakula kisha habari, hadi hapo kitu kitaendelea tena. Kwa sababu bahati mbaya kishaenda sema hili anaondoka nayo. Kwa hiyo hakuna ndege. Hao wengine ndio wakina sisi miamba gumu kama ni miamba. Ndege inaanguka kwa bahati mbaya, labda mzuri pata lao, ndio kuna miamba mingine kwa namna hiyo, kwa walau kuna kaudongo kidogo kamejiweka pale. Kwa hiyo kapepo kakianguka pale kanaweza kakaanza, lakini kapepo hakana matumaini yoyote. Kapepo kwa watu kakikoka na uwezo wa kusimulia mbele nyingine, na pia ndugu zangu, mimi saa zangu zinahesabiwa, nimetoa vibizizi vichache, ndio majani nimetokea, lakini ndani ya muda mchache jua likitoka tu, mimi huyo kamenyauka, na udongo ule hauna chochote cha pekee. Mizizi nayo haiwezi kwenda mbali, kuishi habari yake. Au pengine umekaa hapo, wengine mioyo yetu ndio sasa yuko kwenye miiba. Ndio ni saa kwanza, angalia vizuri, anakaa pembeni, kama unachoma ujue tayari yuko kwenye miiba, kwa sababu tunaambiwa mbegu zilizoanguka kwenye miiba zenyewe hazikumea, ila miiba imemea. Ni miiba ndio inayomea. Kwanza kama umekaa na kuchoma, angalia vizuri, ndio miiba tayari ndio iko hapo kuchoma. Mbegu haiwezi kumea, miiba inamea na inasonga na hakuna uhai. Utagundua kwamba habari hii inasikitisha, ukisikiza vizuri inasikitisha. Zile yale masimulizi hata pengine yale yalikuwa hadithi za watoto na nini, ambayo inaishia na mwisho mchungu, mwisho mbaya. Hadithi inayoisha na mwisho mbaya. Sababu kwa kawaida tunatarajia na tunatamani hata kama unasoma kitabu cha hadithi, usikie pale mwisho unasema basi wakaendelea kuishi kwa amani na furaha maisha yao. Nasema Kiingereza, they live happily ever after. Habari inaishia vizuri. Hata kama ulikuwa unasoma sasa kwa nini imeishia hapo? Sio angeendelea kidogo. Au kama ni filamu naangalia inaishia mahali fulani, imeishia vizuri, nasema maisha sio haya. Lakini angalia vizuri maisha hizi mbegu zilizoanguka kwenye haya maeneo matatu. Kwanza, historia ni fupi. Historia yao ni fupi kabisa, halafu inaishia vibaya. Historia ni fupi kwa maana gani? Basi alitoka kwenda kupanda, alipokuwa akipanda, ndege nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Hadithi imeishia hapo. Mambo mawili ni fupi, historia ya maisha ya hii mbegu, lakini pia imeishia vibaya. Ndio tunakumbushwa wakati mwingine, hata sisi tengeneze vizuri, tuandike vizuri historia, kwa sababu mwisho wa siku tutawatesa wale watu wanaoandika historia ya marehemu. Tauliza kila mtu, jamani, hata cha
funga hebu sema chochote baada ya kuweka hapo. Historia hii haiendi. Hatuna cha kusema kuhusu huyu mtu. Wanatania ndio kusema basi hapo tayari kusema marehemu bwana alizaliwa akazurura hapa hapa. Hakuna story. Lakini na watu wengine story ni ndefu mpaka anayeandika kusema jamani tuchague mambo machache. Wewe tu mambo ya msingi, mambo ya muhimu. Sasa hii tutasomea watu historia marehemu watakaa mpaka kesho. Kwa nini utajiri katika maisha ya mtu? Utajiri katika maisha ya mtu. Historia inakuwa ndefu, inakuwa pana, inakuwa imeshiba. Mbegu hizi kuna hizi mbegu nyingine sasa zinaangukia kwenye miamba na zenyewe historia yake tu ni fupi. Jua liliposhuka ziliungua. Mambo mabaya tu. Na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Historia imeishia hapo. Mbegu nyingine zikaanguka kwenye miiba. Nisema tayari historia yake fupi zaidi. Miiba ikamea, sio mbegu zikamea. Miiba ikamea ikazisonga. Kisha baadaye tutaiba tena. Angalia mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri. Zinakaa historia. Nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Angalia hata na maneno yanayotumika. Udongo mzuri zikazaa 100, 160, 130. Ndio wewe sasa mkulima, shamba lako liko mbali, unaletewa habari. Bila shaka habari hii ndio ungependa kuisikia. Zikazaa 160, 30. Fikiria unapewa habari kwamba unajua kumbe pale ilikuwa sio mahali pazuri, sasa ndege walikuja wakasema. Mkulima anachanganyikiwa. Hapo alikuwa ameshaweka matumaini yake na mipango yake kwamba nitakapovuna nitauza hiki, nitafanya hivi. Kwa hiyo kilichoharibika sio tu mbegu, sio tu shamba na mipango ya huko mbele. Mkulima wao analetewa habari kwamba bwana kumbe pale pale chini tulilimaliza chini mwamba. Haikuwezekana. Kwa hiyo simenyauka. Au ilimea miiba ikazisonga. Hakuna maisha yanaendelea tena. Habari ni mbaya. Isikia habari hii. Mpaka hata mzaburi anaamua kuandikia zaburi ama ushairi mbegu hizi. Mzaburi anaamua kutungia wimbo. Wimbo uliimba wakati gani? Tuimbe tena. Mzaburi anatungia wimbo hizi mbegu. Sio zile zilizoanguka kwenye njia, sio zile zilizoanguka kwenye mwamba, sio zile zilizoanguka kwenye miiba. Zimeimbiwa hizi zilizoanguka kwenye udongo mzuri. Tutasimuliaje habari zao? Tutakutungia na nyimbo tukuimbie au tuseme tu tusiseme sana. Fulani tusiongee sana. Tutamkufuru Mungu. Mwingine watu wanasema siongee sana, sio vizuri. Mungu apende. Basi tunyamaze.
Swali la kwanza nishasema ni mimi ni udongo wa namna gani? Ufunguo uko katika kitu kimoja. Kristo anapofafanua sasa mfano huo anasema, "Ni sikilizeni mfano huu wa mpanzi. Kila mtu alisikia neno la mfano asielewe na ufunguo uko kwenye kuelewa." Unataka kuelewa, chagua kuelewa. Sababu uelewa ndio unaotofautisha. Uelewa ndio ule uzuri wa udongo. Kosekana kwa uelewa ndio mbaya wa udongo ambapo mbegu zinaangukia. Kwa hivyo yule ndege anasema ni yule mwovu anakuja anapita kama ndege ananyakua ile mbegu nzuri iliyopandwa. Na mwingine ni mwamba tunasema ambaye anasikia neno. Anapolisikia anakuja kwa furaha, anafurahi kabisa. Toka hapo kwa misa ilikuwa nzuri kweli. Nilisikia nini? Lakini mama fulani alikuwa amevaa kilemba kizuri. Kwa neno ama kilemba cha mama hakumbuki chochote. Anakuja kwa furaha lakini hana mizizi ndani yake. Baada ya muda mchache imepotea. Lakini pia miiba ile ndio inayosonga kutoka songo na shughuli za dunia, udanganyifu, mali na kadhalika, vitu vinavyosonga vingi kutoka soma na vingi hapo. Sasa hizi mawazo mengi ndio mchana chakula hatuni, itakuwa maharage au kuku. Uchaguzi ni wetu, lazima kujiuliza, mimi nataka kuwa udongo wa namna gani? Kwa sababu kulima huyu anayo mamlaka pia kutengeneza udongo vizuri. Ule wa kwangu ambao ni njiani, moyo wangu ambao ni mwamba au naosongwa na miiba, nikimtolea, nikimkabidhi na kumwambia naomba, kwa maana nasema pia Zaburi, Bwana uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yako. Yeye Mungu anasema ana uwezo wa kubadili moyo ulio mgumu wa jiwe uwe moyo laini wa nyama. Mungu atengeneze mioyo yetu iliyojia, ilizo ngumu, iliyo miamba, lakini pia inayosongwa na mambo mengi, uweze kuwa udongo mzuri ili kuzaa 160, 30 na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Simama. Nasadiki kwa Mungu mmoja.
waamini moyo mkuu. Ufalme wa Mungu utafanikiwa kama mbegu inayozaa matunda. Tutolee Mungu maombi yetu, tukitia tutakuomba utusikie. Baba wa huruma, ukipanda mbegu ya neno lako mioyoni mwetu, ututimilizie maombi yetu ili tupate nguvu ya kulistawisha neno hilo la Yesu Kristo Bwana wetu anayeishi